Yale yanayoikabili klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa kipindi hiki yamesababisha nipate kujiuliza swali zito sana, ambalo majibu yake si ya kisayansi mpaka uingie maabara na kuchanganya vya kuchanganya mpaka upate majibu ya tatizo linaloikabili klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na wala sio kama mchoro uliochorwa kwa penseli eti kwamba unaweza kufuta na kuanza upya, ila ni kama jeraha ambalo kila ukilitazama bado linakufanya upate maumivu makali sana ndani ya moyo wako. Na katika kipindi hiki ni kipindi ambacho mashabiki wengi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba mioyo yao imepoteza matumaini kabisa, na wengine wamekata tamaa na kusema labda mwakani. Kimekuwa ni kipindi ambacho kila mmoja alisema maneno yake, na wengine wamekuwa wakizungumza maneno ambayo labda kama yangezingatiwa inaweza kuwa suluhisho la kile kinachoikabili klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Maneno yamekuwa ni mengi sana, lakini bado hawajatoa jibu au suluhisho ya kwamba Simba inamtaka nani sasa ili aweze kuwa kama suluhisho la yale yanayoikabili klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Maana Simba ni moja kati ya timu kubwa Afrika zinazomiliki wachezaji bora na wazuri wenye viwango bora sana, lakini bado haijawa suluhisho la yale yanayoikabili klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Maana Waswahili wanasema acha mvua inyeshe tujue panapovuja, na mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa wakisubiri sana kurejea upya kwa ligi kuu na mashindano mbalimbali wajue maendeleo ya timu yao, lakini bado kila siku hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Sasa hii Simba inamtaka nani sasa? Tuliamini sana katika uwepo wa Mwalimu Fadlu Davis ndani ya Simba msimu huu ya kwamba ndiyo suluhisho na mwarobaini kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, naye hakukaa sana kama tulivyodhani, akaenda zake kwa Waarabu. Wengi walishangaa, hawakuamini macho yao, na mioyo ikapoa tena baada ya kuamini kuwa suluhisho kwa sasa ni pira matatu kutoka kwa Mwalimu Dimitar Pantev. Lakini nayo haikuwa kweli, kwani naye baada ya muda mfupi tu aliondoka. Tukaamini katika uzoefu na ukomavu wa kocha msaidizi na mwalimu mzawa aliyefahamika kwa jina la Selemani Matola, naye baada ya michezo michache tu tukamwona kama hafai tena. Lakini sasa tupo na Mwalimu Steve Barker ambaye ameaminiwa na kuachiwa aifundishe klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo ndani ya mwaka mmoja tu imepitia kwenye mikono ya walimu watatu tofauti, na yeye akiwa ni wanne sasa. Tuliamini katika Kombe la Mapinduzi labda ingekuwa ndio chachu na njia ya mafanikio kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini nayo haikuwa kweli. Labda shida sio kwa walimu wanaoifundisha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, bado hatujui. Sasa shida iko wapi? Kwa miamba wa Kariakoo. Na sasa tuko katika dirisha dogo la usajili, na mpaka sasa Simba imeshasajili rasmi wachezaji 5 wenye uwezo mkubwa, kila mmoja kwa sehemu yake na ukomavu kutokana na uzoefu walionao, akiwemo mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama aliondoka kwa kipindi kifupi na sasa amerejea tena kuitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sio yeye tu, lakini pia Nixon Kibabage, lakini pia golikipa mmoja anayefahamika kwa jina la Jibril Kassar pamoja na Ismail Olivia Traore. Sasa swali ni je, wanaweza kuwa suluhisho la yale yanayokabili klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba? Mimi sijui, ila bado swali langu sasa, je, wanaweza kuwa suluhisho la yale yanayokabili klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba? Mimi sijui. Swali langu bado linabaki pale pale kwamba Simba inamtaka nani sasa? Niandikie kwenye comment hapo chini kwamba unadhani klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa sasa inamtaka nani ili iweze kusimama upya kama miaka ya nyuma, ile miaka ambayo ilikuwa kama miaka ya dhahabu kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, miaka iliyojawa furaha na kicheko, ushindi na makombe yasiyohesabika katika kila msimu. Na huo ndio mwisho simulizi yetu ya kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba inamtaka nani sasa. Mwandaaji wa simulizi hii na msimuliaji wako ni mimi Emmanuel Pasco, mwenyeji katika ofisi za FIFA. Usisahau kunifollow katika ukurasa wangu wa Instagram, ninatumia jina la Emmanuel Pasco, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya eRoyal Television ili uwe kwanza kupata updates pamoja na masimulizi yanayoruka kupitia eRoyal TV. Uwe na siku njema.